Ili usipitwe na habari zetu, gusa alama subscribe, kisha gusa alama ya kengele. JFP Online TV yetu sote. Cha uchumba kile mnachokifanya kile ni kibaya sana. Kipindi ya sijui mnaita kukude, kile kipindi ambacho unaenda kutambulishwa za wazazi wa mchumba wako wakujue. Kile kipindi pale unasimama na unachukua pete yako unamvisha, tena unamvisha kipindi uko unapiga magoti. No, hii ni vibaya. Mwanaume haupigii mwanamke magoti. Tena narudia, mwanaume haupigii mwanamke magoti. Hata ni kipindi gani? Hata ni kipindi cha kuomba msamaha, mwanaume haupigii mwanamke magoti. Mwanaume, hata Biblia inasema kwamba mwanaume ni kichwa kinasimama kwa kuongoza. Wanawapigia magoti, lakini mwisho wa siku akikuoa anaanza kukuchapa. Sasa yale magoti yalikuwa na kazi gani? Yawezekana wakati mwingine anakupigia magoti na kuna mwingine anayeonana naye huku nyuma. Sasa yale magoti yalikuwa yana kazi gani? Kwa hiyo magoti yanakuja tu, ni uzungu fulani tu, lakini ni jambo ambalo aliko sawa na halina maana kwetu sisi. Mwanamke ndo anakupigia magoti. Tena narudilia, mwanamke ndo anakupigia magoti. Magoti ni hali ya kujinyenyekea. Biblia ambalo ni neno la Mungu linatuambia nini? Tuwapende nao watuheshimu. Kwa hiyo anayepiga magoti hapo ni huyu anayeheshimu, anyenyekee kwako, kwa sababu wewe ndo kiongozi wake. Ana kichwa chake ambaye ni Kristo. Kwa hiyo mwanaume anatakiwa kunyenyekea kwa Kristo ili kwako aje kuwa kichwa ambacho na wewe utanyenyekea kwake. So anapokuja kupiga magoti kwako aliyakuwa Kristo ndo kichwa kwake, huyu mtu atakuwa vizuri. Hii ndoa haitakuwa na matatizo. Lakini anakuja moja kwa moja anakupigia magoti, Kristo ana nafasi kwake. Huyu mtu atakuwa anatoka ndani ya nyumba. Sasa ataanza enda nje ya ndoa aliyakuwa alipiga magoti kipindi cha uchumba wake. Lakini ambaye Kristo ndo kichwa kwake ni ngumu sana kutoka nje ya ndoa. Kwa hiyo wanatoka nje ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio hata kichwa kwenye familia yake. Ili usipitwe na habari zetu, gusa alama subscribe, kisha gusa alama ya kengele. JFP Online TV yetu sote.